Kikristo na Maranatha lipo katika mabara yote duniani. Na makanisa katika Amerika, Ulaya, Afrika, Asia na Oceania, zikiwa zimeunganishwa na mafundisho sawa kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu wa Mungu na neno hai. Zote za dunia wanashiriki ibada moja kwa pamoja katika mwili mmoja na roho moja. Kupitia mfumo wa matangazo ya majukwaa mbalimbali, wanachama wa kanisa la Kikristo la Maranatha duniani kote wanapata wakati wa kuwa pamoja na shirika, kama vile Waebrania walipotoka Misri na wanafunzi pamoja na Bwana Yesu usiku wa mkesha wake msalabani. Watu kutoka sehemu zote za dunia wamefikiwa na Injili ya milele na ujumbe wa kurudi haraka kwa Bwana Yesu. Wa neno la Bwana. Mimi naomba Mungu kwanza ili nipate baraka. Ewe Bwana uliye juu ya yote, Bwana uliye nuru ya mapito yangu, Bwana uliye kiongozi ya midomo yangu, nitakalo linena Baba, pamoja na kuwa litakuwa na machache maneno, lakini naomba iwe nuru itakayojenga mioyo ya watu, liwe jambo ambalo litaongoza mioyo ya watu. Katika Yesu nasema amina. Amen. Jina Bwana libarikiwe. Amina. Naomba mama msimamizi unisomee Zaburi sura 1 mstari wa 1, wa 2 mpaka 3. Tusimame kanisa wakati andiko linasomwa. Mstari wa 1. Zaburi ya kwanza. Zaburi ya kwanza. 1, 2 mpaka 3. Tusome katika jina la Yesu. Zaburi wa kwanza mstari wa kwanza. Zaburi 1 mstari wa kwanza hadi wa 3 nasema: Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaa. 2. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake utafakari mchana na usiku. 3 na za mwisho: naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao wa matunda yake kwa majira yake, wala jani lake alinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Amina. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Sawa. Tukiwa katika neno la uzima, tunakumbusha mwenendo wa Mkristo. Mkristo, Yesu alisimama mbele yetu. Yesu alitangulia kuleta neno la amani. Ni kwamba Mkristo awe nuru, na Mkristo awe kiongozi wa mapito yake. Kwa hiyo imekuja tuletea mawazo ya kwamba Mkristo awe mtu anayepita katika njia iliyo ya haki. Mkristo awe aliyetakasika. Mkristo awe
anayejua nini ambacho Mungu atapendezwa nacho. Kwa hiyo tunakuja tena katika Yohana 1 mstari wa 4 sura ya kwanza mpaka ya 4. Tunasoma katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza, tunaanza ya kwanza hadi 4. Tunasoma, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. 2. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. 3. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye akikufanyika chochote kilichofanyika. 4 na ndio mwisho. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Amen. Amen. Kwa hiyo sura hiyo inatuonyesha kwamba Mungu ni mkuu na Mungu ni mwenye enzi na nuru yake hung'aa siku zote, na binadamu pamoja na kuwa yuko katika majaribu duniani, yuko katika mahangaiko duniani, yeye ni mwenye mategemeo ya kumtegemea Mungu. Kwa hiyo binadamu anaombwa amkumbuke muumba wake. Binadamu anaomba amkumbuke Bwana wake, kama vile alivyomtuma mwanae Yesu Kristo kuwa njia yenye nuru, njia yenye amani. Kwa hiyo kumbukumbu tulilonalo ni kwamba leo tukiwa kwenye ibada, leo tuko kwenye majuto ya dunia, leo tuko kwenye majuto ya mioyo yetu. Mioyo yetu isiende katika njia isiyo haki. Mioyo yetu iende katika njia yenye nuru. Kwa kuwa sisi tumekuwa ndiyo nuru ya dunia, na nuru ikiharibika itatiwa mnini tena? Hata ikoze na ishakuwa na uchafu, basi haitakuwa tena nuru. Kwa hiyo tunaomba Mungu aijaze mioyo yetu, Mungu awe kiongozi wa mapito yetu, Mungu awe kiongozi wa yale ambayo tutakayoyafanya. Mungu atusaidie katika maisha yetu, tuwe watu wanaomwogopa Mungu, tuwe watu wanaoliogopa neno lake, tuwe watu wanaoogopa yale ambayo yanaweza kusababisha sisi tupotelewe na nuru ya Bwana. Ndiyo maana nimelitoa ili kwamba heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akwenda katika njia ya wakosaji, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Leo tuko kanisani, tunakuja abudu, tunakuja toa shukurani, tunakuja toa mioyo yetu ili iwe ikimkumbuka Mungu kila leo. Leo tuko kanisani, tuko kwa ajili ya kukumbuka heri ya Bwana aliyotufanyia kwa muda wa siku 7 hizi. Lazima baada ya siku 7 tukumbuke Mungu ukuu wake uko wapi. Je, Mungu tulikupa nini mpaka uonekane mwenye huruma tuwe hai siku zote hizi? Je, Mungu sisi tulifanya nini kwako kilicho kizuri zaidi sana? Isipokuwa Mungu anachotaka kwenye mioyo ya wanadamu ni ile haki. Tutembee katika mapito yake, tusiingie katika majaribu, tuwe watu wanaomtegemea kila siku, tuwe watu wanaolitegemea neno lake. Biblia iwe kumbukumbu ya mioyo yetu. Neno la Bwana iwe chumvi itakayokoza kwenye mioyo yetu, ambacho kitu kilichoungwa
huwa kina ladha nzuri. Tupendezwe na neno la Bwana kila leo, iwe kumbukumbu ambayo itakuwa kwenye mioyo yetu, iwe kumbukumbu ambayo itakuwa kwenye mapito yetu. Kila tunapokwenda tukumbuke neno lake, na lile ambalo linatukwaza tumuombe Mungu atusamehe. Kwa hiyo Mkristo aliye kama nuru, basi aishi kama nuru. Inakuja kwamba Mungu yuko kwa milele na milele, tangia wakati wa zamani na hata manabii mpaka leo, mpaka siku hii ya leo. Kwa kuwa Mungu yuko wa milele na milele, kuanza manabii mpaka siku hii ya leo, ndio tunaelezwa hapa kwamba hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo neno ni nuru, nayo nuru yakaa gizani, yakaa gizani, lakini giza halikuishinda. Alikuja mtu kutoka kwa Mungu, jina lake Yesu, akija kushuhudia ulimwengu kwamba nuru ya Bwana ndiyo inayotembea na wanadamu. Kwa hiyo tunaomba Mungu atulinde, aongoze mioyo yetu, awe nuru ya mapito yetu duniani. Tuwe watu wanaomuogopa kila leo, tuwe watu wanaoogopa kupotosha mioyo yetu, tuwe watu wenye upendo, tuwe watu wanaotafakari, tuwe watu wanaoogopa hisia mbaya, tuwe watu ambao wanategemea uhai wa kesho, ambao ndio uhai wa maisha yetu milele na milele. Kwa hiyo tunaomba na tunakazia kwa kila mwenye roho, kwa sababu yeyote anayeishi basi huyo ni mwenye roho, na hiyo roho ndio inategemea uzima wa milele. Kwa hiyo kila roho inayotembea imtegemee Bwana. Bwana Mungu iwe nuru yake. Kwa hiyo sina mengi nitakayotoa, ila haya nayatoa kama ushuhuda, ni machache katika vinywa vyetu na katika mioyo yetu, lakini kama Biblia inasema kwamba kila neno lenye pumzi ya Mungu lafaa kumwonya mtu yampasayo. Amen. Kwa hiyo Bwana atembee na mioyo yetu, Bwana atembee na nuru na mapito yetu, na kila tuendako tutegemee Mungu yupo na ni wa milele na milele hata milele. Amina. Amen. Najua machache hayo yatakaa kwenye mioyo yetu. Na tutayatafakari kwa muda wowote, na Jumapili ya leo itakuwa ni akiba ya neno la Mungu kwenye mioyo yetu hadi tutakapofika wiki nyingine. Amina. Amen. Kwa kumaliza neno hili, na Bwana abariki. Amen.